Jeshi la Israel IDF limetoa onyo la Wapalestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza kuondoka mara moja, na ni baada ya kuzindua kampeni ya kushtukiza ya makombora ya angani dhidi ya kundi la Hamas, ikiwezekana kuashiria nia ya kupanua mashambulizi zaidi. Kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alitoa maelezo zaidi kusema kwamba sasa wataishambulia Palestina wakati wote, na hivyo katika kipindi hiki wakazi wanaoishi kando kando ya ukanda wa Gaza wanapaswa kuondoka, na hii ndio kauli ya jeshi la serikali ya Israel. Jeshi hilo limesema kwamba baada ya jeshi kuanzisha mashambulizi, sasa wakazi ni juu yao ama waendelee kufa au waondoke katika eneo hilo la ukanda wa Gaza na watafute mahala pengine pa kukaa. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X, msemaji wa IDF ambaye aliandika kwa lugha ya Kiarabu, Kanal Achivai Adrai, amechapisha ramani ya maeneo hatari ambayo watayapiga, ambapo Wagaza wanapaswa kuondoka haraka na kukimbia. Ni pamoja na miji ya Beit Hanun, Khuza na vitongoji vya Abasam vya Khan Yunis. IDF imeanzisha mashambulizi makali dhidi ya mashirika ya ugaidi. Maeneo haya yaliyotengwa yanachukuliwa kuwa maeneo hatari ya mapigano. Anasema, kwa usalama wenu wenyewe lazima muhame mara moja hadi kwenye makazi yanayojulikana magharibi mwa jiji la Gaza na Khan Yunis. Chapisho hilo lilisomeka. Aidha, anaonya kwamba kubaki katika maeneo yaliyowekwa alama kwenye ramani ya rangi nyekundu huweka maisha yao hatarini na washirika wa familia yao watakuwa hatarini, na hivyo ikiwa watu wa Gaza wanataka kuishi salama, wanapaswa kuondoka katika maeneo hayo. Hiyo ni kauli ya jeshi la Israel IDF iliyoitoa kwa Wapalestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza, wakiwataka waondoke mara moja. Lakini mpango ni ule ule kwamba wao wanadai wanataka kupambana na Hamas, moja kati ya makundi ambayo wameyaita makundi ya kigaidi na makundi ambayo yamekuwa ni hatari kwa upande wao. Hata hivyo, sababu za msingi ambazo zimefanya kufanyika kwa mashambulizi hayo bado hazijafahamika, lakini taarifa za siri zinaeleza kwamba mpango wa Israel ni kuwaondoa kabisa wakazi wa ukanda wa Gaza ili tu waendeleze programu zao hasa za kuichukua Gaza, kama ambavyo Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliahidi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.